Moja kwa moja kwenye uchambuzi wa ripoti zetu. Maandamano ya kudai haki, uwajibikaji, kupinga vitendo vya mauaji na utekaji yaliyotarajiwa leo nchini Tanzania, ikiwa ni sikukuu ya Sabasaba, hayakufanyika baada ya watu kuamua kusalia majumbani, huku usalama ukiimarishwa kote nchini humo. Baadhi wanasema hii imetokana na hofu ya yaliyotokea wakati wa vurugu za Oktoba 29 mwaka jana, lakini wengine wanatilia shaka kuhusu mafanikio ya muda mrefu ya mkakati huu wa serikali wa kutumia mabavu kuzuia maandamano. Nimezungumza na Said Msonga, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, na kwanza nilimuuliza, je, anadhani ni suluhisho kwa serikali kuwanyamazisha watu kwa kutumia vitisho? Suluhisho sio kuwanyamazisha watu kwa vitisho, isipokuwa ni kufungua mazungumzo rasmi ya maridhiano ya kitaifa ya makundi jamii mbalimbali, ikiwemo vyama vya siasa, asasi za kiraia, asasi za kidini, makundi ya vijana, wanawake, wafanyabiashara, ambao wote hawa wana malalamiko na changamoto ambazo wanahitaji kuona serikali ikizifanyia kazi. Lakini pia kuhakikisha sheria zinatekelezwa kwa usawa na kwa kuheshimu haki za kikatiba za kila mmoja, lakini pia kuchunguza na kutoa taarifa kuhusu matumizi ya nguvu na ukiukaji wa haki za kiraia ambayo yamekuwa yakiripotiwa na kulalamikiwa katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania. Haya yakifanyika, ikiwemo pia swala la kutatua changamoto za kiuchumi na kijamii ambazo zinawakabili baadhi ya Watanzania, nadhani yanaweza kawa ni majibu mujarabu ya hii hali ya sintofahamu ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara. Na leo hakukufanyika maandamano, tunaweza kusema ni ushindi kwa serikali, lakini kwa upande mwingine waandaaji wa maandamano pia wamepata ushindi mdogo, kwa kuwa shamra za sikukuu hizi za Sabasaba hazikuwepo. Wananchi wamejifungia majumbani mwao na shughuli za kiuchumi zimesimama kabisa. Serikali inaweza kupata fundisho gani katika hili? Kwa kweli kwanza si jambo zuri, kwa sababu watu wengi ambao walitegemea kuwa na shughuli mbalimbali za uzalishaji na shughuli za kujiingizia kipato, hasa maisha ya wengi ambao wanategemea kila siku watoke ili waweze kupata riziki zao, kwa kiasi fulani yameathirika pakubwa kwa kutokana na shughuli nyingi kutokuendelea katika hali ya kawaida kwa sababu ya ile hofu iliyokuwa imejitokeza. Hicho ndicho ambacho kinapeleka pengine ujumbe kwa serikali kwamba ni wakati sasa wa kufanya jitihada za wazi na za haraka kuweza kuhakikisha kwamba wanapiga hatua ambayo itaonekana kwa Watanzania wote kwamba sasa kuna uelekeo ambao tunakwenda, na uelekeo ambao tunapaswa kama taifa kwenda ni lazima kukaa mezani na kujaribu kuweka changamoto zote ambazo zinaibuliwa na wananchi, na changamoto zote ambazo pengine na yenyewe serikali huwa inazieleza kwa upande wake, zikaweza kuwekwa mezani na kujadiliwa ili kupata mwafaka wa pamoja wa kitaifa, ili hali kama hii ya watu kupata hasara na wengine kukosa riziki zao za kila siku katika shughuli zao za uzalishaji na biashara ndogo ndogo isiweze kujirejea. Ndio, umeelezea mambo mbalimbali ambayo serikali inapaswa kuyafanya ili kurejesha imani iliyopotea kutoka kwa wananchi wake. Na unadhani ni hasara gani ambayo inaweza kupatikana kwa serikali ama kwa taifa ikiwa watawala watakaidi wito huo? Hasara kubwa ni kwamba hali kama hii ikiendelea inaweza ikachochea machafuko, ikachochea hali ya ukosefu wa usalama, jambo ambalo madhara yake kiukweli yatakuwa si tu kwa uchumi na ustawi wa nchi kwa ujumla, lakini pia hata familia moja za Mtanzania zinaweza zikajikuta zimepata madhara haya, aidha ziwe zimeshiriki ama hazitashiriki katika kile ambacho kitakachokuwa kimejitokeza. Licha ya kuziathiri familia za Watanzania wenyewe, lakini pia hata taifa lenyewe huwa linaingia doa na linajikuta kwamba ile haiba yake, namna ambavyo linatazamwa na mataifa mengine ama na taasisi zingine za kimataifa, inaweza ikaingia doa kutokana na hali kama hiyo kujitokeza. Kwa hiyo upo umuhimu wa serikali pamoja na wananchi kuona kwamba kwa maslaha mapana na ustawi na maendeleo ya taifa lazima wakae chini pamoja ili waweze kutafuta muafaka wa namna gani ambazo tunaweza tukavuka kutoka katika hali tuliyokuwa nayo sasa na tukasonga mbele katika mazingira ambayo kila mmoja ataridhika na kile ambacho kitakachokuwa kimeamuliwa, ili mambo mengine yaweze kuendelea katika hali ambayo inatarajiwa kuleta manufaa makubwa zaidi kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Ni Said Msonga huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Viongozi wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanaanza mkutano wao wa kilele hivi leo mjini Ankara nchini Uturuki, ambapo watajaribu kumshawishi Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu uchangiaji wa mataifa yao katika bajeti ya ulinzi ya jumuiya hiyo. Rais Trump ambaye anashiriki mkutano huo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mataifa washirika wa NATO.
Saumu Mwasimba amefuatilia mkutano huo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Rais Donald Trump kabla ya mkutano wa kilele na viongozi wa mfungamano wa kijeshi wa NATO ameanza kwanza kwa kufanya kikao na mwenyeji wa mkutano huo, Rais Recep Tayyip Erdogan, na kusema kwamba atafanya maamuzi kuhusu uwezekano wa kuiuzia Uturuki ndege za kivita chapa F-35, lakini pia watajadiliana kuhusu biashara na masuala ya kijeshi. Uamuzi wa kuiuzia Uturuki ndege hizo ulisitishwa mnamo mwaka 2019 baada ya Ankara kununua ndege hizo kutoka Urusi. Rais huyo wa Marekani anashiriki mkutano wa kilele wa NATO licha kuonekana miaka hivi karibuni kukosoa kwa kiasi kikubwa uwezo wa jumuiya hiyo, akisema ni chombo kisichokuwa na makali yoyote bila usimamizi na nguvu za Marekani. Rais Trump bado amekuwa akionyesha kuvunjwa moyo na baadhi ya washirika wa jumuiya hiyo waliokataa kujiunga na vita vyake nchini Iran alivyovianzisha pamoja na Israel. Mkutano huu wa siku 2 utapambanua miradi kadhaa ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola kama juhudi za kumshawishi Rais Trump kwamba Ulaya inachukua hatua kwa ajili ya kuimarisha mfungamano huo wa kijeshi. Rais Zelensky, ambaye nchi yake sio mwanachama wa NATO, amesema vikosi vya nchi yake vitaimarisha ulinzi wa mfungamano huo, kauli ambayo inaonyesha kufufua tena hoja ya Kiev ya kutaka kujiunga kwenye mfungamano huo licha ya Rais Trump kulifunga zamani dirisha na kuondoa kabisa uwezekano wa Ukraine kukaribishwa. Rais Zelensky amehoji ikiwa kweli NATO inahisi ni sawa kuliacha nje ya mfungamano huo taifa lililoonyesha uwezo kwenye uwanja wa vita. Na ukweli kwamba tutabakia kuishi karibu na chanzo cha matatizo, yaani Urusi, kwa muda mrefu. Ukraine na NATO ni chimbuko la nguvu kubwa za kijeshi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ameisifu Ukraine katika juhudi zake kwenye uwanja wa vita, akishadidia kwamba mifumo zaidi ya ulinzi wa anga inahitajika kwa ajili ya kuipa ulinzi miji ya taifa hilo pamoja na miundombinu yake muhimu. Kwa upande mwingine, Rais Zelensky ametoa mwito wa kupelekwa haraka makombora ya Patriot sambamba na kuongezwa shinikizo na vikwazo dhidi ya Urusi. Mkutano huo wa Ankara unahudhuriwa na viongozi wa nchi zote 32 wanachama wa NATO pamoja na viongozi kadhaa wengine wa dunia. Vita vya Ukraine na ahadi zilizotolewa kuisaidia nchi hiyo ni miongoni mwa ajenda za kujadiliwa. Kabla ya kuelekea Ankara, kansela Ujerumani Friedrich Merz amesisitiza kwamba nchi yake imeongeza bajeti ya ulinzi tangu mwaka 2022 na Urusi inabakia kwa kitisho kikubwa kinachotoa majaribu kwa Ulaya. Merz kwa hivyo ameonyesha ni muhimu kutuma ujumbe utakaopambanua nguvu za NATO na mshikamano katika mkutano huo wa Ankara.